Katika historia ya dunia kumekuwa na simulizi nyingi ambazo zimeendelea kuishi kwa maelfu ya miaka. Baadhi ya simulizi hizo zimeandikwa kwenye vitabu vya dini. Nyingine zimehifadhiwa kupitia hadithi za watu wa kale na nyingine zimepitishwa kutoka kizazi hadi kizazi kupitia simulizi za wazee. Lakini kati ya mastori yao yote kuna jambo moja ambalo limeendelea kuwavutia na kuwashangaza watu wengi sana. Simulizi za viumbe wakubwa wanaoitwa giant. Kwa karne nyingi watu kutoka sehemu mbalimbali duniani wamekuwa wakizungumza kuhusu viumbe hawa. Katika baadhi ya tamaduni waliamini giant walikuwa mashujaa wenye nguvu kubwa sana. Katika simulizi nyingine waliogopwa kama viumbe hatari walioweza kutisha mataifa mazima. Na cha kushangaza zaidi, hadithi hizi zinafanana katika maeneo mengi tofauti duniani. Kutoka Afrika mpaka Ulaya, Asia na hata katika maandiko ya kale ya dini, kuna simulizi ambazo zinazungumzia watu waliokuwa warefu, wenye nguvu na tofauti na binadamu wa kawaida. Lakini swali limekuwa kwa miaka mingi, je, giant walikuwepo kweli au hizi ni hadithi ambazo zimetengenezwa na mawazo ya binadamu kupitia karne nyingi? Katika baadhi ya maandiko ya kale, Biblia inataja watu waliokuwa na ukubwa na nguvu zisizo za kawaida. Majina kama Nephil, wana wa Anaki na Goliath yameendelea kuibua maswali mengi mpaka leo. Miongoni mwa majina yao yote, jina la Goliath ndilo ambalo limeendelea kukumbukwa zaidi. Shujaa mkubwa sana aliyekuwa akilitisha jeshi lote kwa uwepo wake pekee. Simulizi zake zimeendelea kusimuliwa kwa maelfu ya miaka na mpaka leo watu wengi bado wanajiuliza, alikuwa giant wa kweli? Lakini Biblia ni sehemu pekee inayozungumzia giant. Katika tamaduni mbalimbali duniani kuna hadithi ambazo zinafanana sana. Baadhi zinazungumzia wafalme wakubwa sana, mashujaa wenye nguvu za ajabu au viumbe waliodaiwa kuishi kabla ya historia ya sasa. Je, giants waliwahi kuishi duniani kweli au ni simulizi ambazo zilizobaki kwenye historia ya binadamu? Katika video hii tutachunguza simulizi za Biblia, historia ya kale na hata mawazo ya kisayansi ili kujaribu kuelewa asili ya viumbe hawa wakubwa. Karibu kwenye safari hii ya kufichua mahistoria ya giants.